Ni Clouds FM Amplifier on your radio. Habari zenu Moshi, Motown, Kilimanjaro, Majengo mpaka Soweto na sehemu nyingine. Area code hiyo inamilikiwa na 88.7 Clouds FM Moshi. Pamoja na Moro pia vile vile Morogoro ni 88.7. Mimi naitwa Blue Boy Millard Ayo on your radio. Na mida hii ya Amplifier ni 10 mpaka 12 Monday to Friday baby. Sawa, page 1. Leo tuko na binti machozi mwenyewe. Lady JD. Tumtoe kwenye ubinti si tumwekeje. Maana watoto 2000 wanawaita watu ambao kuanzia miaka 80 kuja huku. 90 kurudi nyuma yani. Wanaona ni mashangazi. Sasa tutamtoa kwenye ubinti machozi, tumwete kwenye anti machozi ama vipi. Lakini Lady JD leo amefunguka kuhusiana na albamu yake. Kwanza anafurahia anatumiza miaka 22. Ndani ya miaka 25 albamu ya binti imekuwa na manufaa makubwa sana kwenye muziki wake. Na kuelekea siku ya wanawake duniani, anakumbushia namna ambavyo albamu hiyo ilikuwa mkombozi au faraja kwa baadhi ya wanawake ambao walikuwa wanapitia baadhi ya vitu kwenye maisha yao. Kwa albamu ya binti kutimiza miaka 22 ni jambo kubwa sana na ni jambo la kujivunia kwa mimi kama mwanamuziki. Lakini pia hata kwa wapenzi na washabiki wa muziki wa Lady JD ambao wamekuwa wakisikiliza nyimbo hizi kwa miaka 22. Na hii ni moja kati ya albamu bora kwa sababu hakuna wimbo katika albamu hii ambao nitafanya show yoyote ile hata kwa kipindi cha sasa miaka hii ambayo siwezi kuimba nyimbo ambazo zinatoka kwenye albamu ya binti. Ni albamu ambayo wanawake wengi sana walipenda kwa sababu walihisi kutetewa kutokana na maumivu ya moyo na kuinuliwa, kupata moyo kuendelea kuwa watu majasiri na kuishi maisha ya ustahamilivu. Na hata ukiangalia shows nyingi ninazofanya, huwezi kukosa wimbo wa Usiuseme Moyo, lazima uwepo kwenye playlist. Huwezi kukosa wimbo wa Siri Yangu, lazima uwepo kwenye playlist. Huwezi kukosa wimbo kama Wanaume Kama Mabinti, huwezi kukosa Siwema. Na hizi ni nyimbo zote ambazo zinapatikana kwenye albamu ya binti. Kwa hiyo naweza kusema katika alama ya muziki wa maisha yangu, binti imekuwa ni albamu ambayo imependwa sana. Memsikia Jide? Memsikia. Na nikatamani kufahamu zaidi kuhusiana na hiyo album kwa sababu amesema ya kwamba itakapofika June atakuwa anatayarisha albamu yake ya 10 kwenye muziki wake. Kuwa na album 10 pia sio jambo dogo. Na juzi kati niona miongoni mwa watu ambao wamesifiwa kwa kuweza kuimba performances live. Yeye pia ni mmoja hapo. So ana kauli gani? Na June mwaka huu 2025 nitatoa album nyingine ambayo itakuwa ni album ya 10. Na baada ya hapo nafikiri nitakaa muda kidogo kabla ya kutoa album nyingine kwa sababu huwa najipa muda napotoa kazi napumzika, sababu unapokuwa wewe ni songwriter ili usiandike takataka ni lazima akili fikiri sana. Na kutoa nyimbo nzuri, kuandika nyimbo nzuri inahitaji muda, inahitaji uharaka na papara kwa sababu mimi sifanyi bubblegum records. Hivyo basi kama ambavyo albamu zingine za nyuma zina maana kubwa kwangu na kwa wale wanaopenda muziki wangu, hali kadhalika albamu hii itakuwa ni jambo zuri na alama nyingine kwenye safari yangu ya muziki. Lakini albamu hii inakuja sambamba na June mwaka huu 2000. Lakini albamu hii inakuja sambamba na sherehe za miaka 25 ya Lady JD. Sherehe za miaka 25 za Jide. Na amekuwa kishia sana kuhusiana na sherehe hizi. So far tufahamu imefikia wapi, kuna mabadiliko. Kama alivyokuwa akielezea mwenyewe, kuna baadhi ya vitu vitakuwa vinafanyika vingi kuanzia leo mpaka hiyo itakapofika siku husika, na nini ambacho kitakuwepo kama kuna kitu kipi ambacho kimeongezeka. Maandalizi ya sherehe za miaka 25 ya Lady JD yanaendelea vema kabisa. Na mimi binafsi nimeanza kusherehekea tangia mwaka jana. Kwa sababu unaona huu mwaka mzima ni mwaka wa
mimi kusherehekea yale mambo yote na kazi zangu zote ambazo nimezifanya kwa muda wa miaka 25. Tarehe ya concert ni tarehe 13 Juni. Hiyo ndio kilele. Lakini tutakuwa na shughuli mbalimbali kuanzia tarehe 9. Tuna wiki nzima ya shamra. Tutafanya mambo mbalimbali ikiwepo kurudisha kwa jamii. Tutafanya issue za kansa, tutafanya issue za mapishi, tutafanya issue za wachoraji. Kila mmoja apate nafasi ya kuzungumza kwa namna anavyoweza kutokana na tukio litakalokuwepo. Lakini pia nitazindua kitabu changu ambacho kitaelezea safari yangu ya muziki. Kwa hivyo tarehe 9, 10, 11, 12 shughuli zote hizo zitakuwa zinaendelea, na tarehe 13 ndio kilele ambapo tutafanya concert kubwa ambayo inaitwa Jide Silver. Na concert hizi zitaenda pia mpaka mikoani. Tarehe 20 tutakuwa Dodoma Royal Village, tarehe 27 tutakuwa Mwanza kwa Tunza, lakini vile vile bado kuna mikoa mingine miwili ambayo nitaconfirm, ambayo nafikiri itakuwa ni Arusha na Mtwara au Arusha na sehemu nyingine, lakini tumepanga kufanya mikoa 5. Lady JD kwenye page 1 ya Amplifier. Page 1. Tukiachana na Jide, msanii Karin, mwigizaji huyu ambaye pia ameshafanya video za wasanii wa Bongo Flava, lakini pia akafanya filamu, aliyesumbuliwa na matatizo ambayo yalipelekea kufanyiwa operation zaidi ya 10 hapa Bongo. Lakini bado hali yake ilikuwa haijakaa vizuri. Tuliona siku 10 nyuma aliondoka Tanzania kuelekea India na akashukuru kupata msaada kutoka kwa rais ambao ulipelekea yeye kuweza kusafirishwa mpaka India. So tukatamani tupate update nini kinaendelea, hali yake, ameshaanza matibabu na madaktari wanasemaje kuhusiana na afya yake. Mimi bado naendelea na vipimo, bado ndio sawa. Na tumbo mkubwa ndio una tatizo kubwa sana. Operation na tumbo mkubwa ndio utapunguzwa yani. Unasema kwamba hauna hisia yani, hauleti hisia yani kupata haja kubwa. Na wanasema madaktari hatua nyingi sasa hivi kama ni vipimo, lini matibabu yataanza rasmi kama ni operation na mambo mengine? Matibabu yameanza rasmi siku ndio hospitali matibabu yameanza. Vipimo tulianza siku sana lakini operation tunaomba Mungu anaweza ikawa Ijumaa ijayo. Ijumaa inayokuja. Jumatatu. Ni Ijumaa. Leo ndio Ijumaa, yes. Jumatatu. Inshallah. Na kwa mujibu wao matumaini yakoje kwenye swala la kupona baada ya operation? Wenyewe wanasema kwamba wamefanya operation nyingi, hata hichi kitakachoenda kufanyika kubwa sana. Ni operation ambayo ni kubwa, sio daktari mmoja wala wawili. Lakini baada ya hapa matibabu yako yataendelea vizuri, utarecover na utasahau shida zote za kuumwa. Sasa hivi uko hospitali ama ni ile unaenda kuna sehemu ulofikia unaenda hospitali na kurudi? Niko hospitali. Kauli mbona kwa rais, na mshukuru Mwenyezi Mungu amfanyie pesa nzidishie sana, amlipi sana yani. Nimekuwa nimeka mingi, huu ni mwaka wa 9 video. Nakumbuka. Lakini hatimaye mwaka huu wa 9 Mwenyezi Mungu amfanyie pesa kupitia rais wetu Samia Suluhu Hassan. Nimeweza kuwezekana kwenye matibabu. Tanzania wasichoke tu in short. Kwa sababu nipo huku na hapa tulipo hospitalini ya gharama sana. Kwa hiyo yote atakayejaliwa kuendelea kunisaidia, naomba aendelee kunisaidia, yoyote yule jamani. Aweze kunisaidia, kunichangia vyovyote vile. Kama tulipo kuna gharama sana. Lakini pia nashukuru Tanzania kwa kutokuchoka. Miaka mingi nilikuwa nakuja kwao na msaada na nisaidia. Nashukuru sana kwa kutokuchoka. Msanii Karin huyo kutoka India ambapo anapatiwa matibabu miaka 9 ya kuugua kitandani. Lakini hatimaye hii ni mara yake ya kwanza kwenda India. Yes, na anaenda pia kwa sababu ya matibabu. Na amekwenda kwa msaada wa Rais Samia. Yes. So huyu atakuwa ni msanii wangapi kupelekwa India na Rais Samia? Ukimwacha Professor J. Kuna yeye. Nadhani atakuwa wa pili. Japo wasanii kusaidiwa na rais, nakumbuka hata Majuto alipelekwa King Majuto, kama kumbukumbu zangu zinanipa vizuri. Sawa. Wamekuwa wakipiga kelele kuhusu mfuko wao ili yanapotokea mambo kama haya iwe rais ule mfuko kuwasaidia. Na nakumbuka mara mwisho kina Steve Nyerere walianza
Nitafanya follow up nijue ilikuwaje ule mfuko ulifanikiwa mavipi kwa sababu walivyoanza hata mkuu mkoa sasa hivi aliwachangia pia. Na ilikuwa ni kwenye mazishi moja ya msanii ambaye alifariki na msiba wake ulifanyika pale Leaders na baadaye akazikwa katika makaburi ya Kinondoni. Yeah. Sawa. Page 1. Special thanks kwa Video Vidonga kwa ajili ya page number 1. Amesimama na sisi fresh kabisa kwa wivu mkubwa. Hapa ni Mjengoni Clouds FM na jina langu ni Millard Ayo. Kuna page nyingine zinafuata kuanzia kwenye page number 2, page number 3 na page number 4. Yeah. Video Vidoxa na maonyama yake utayapata kwenye YouTube channel ya Millard Ayo. Lakini pia ukitaka kuwa karibu na yeye pia unaweza kucheck naye kwenye Instagram anatumia @vidox. Yes, sir. Yani Video Vidox.